السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نور اليقين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب غر الميامين. أما بعد. Ndugu waandishi wa habari, leo tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 tumekutana leo kwa taarifa muhimu fupi ambayo tungetamani iwafikie waumini na Watanzania. Ndugu zangu, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, kama ilivyo ada yake, ni kuitikia muda wote wito wa Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri. Kama mjuavyo, mwezi 10 Dhulhijja huwa ni siku ya Eid al-Adha, na sisi Waislamu wa Tanzania kama walivyo Waislamu wengine duniani, ilipofika mwezi 10 Dhulhijja ambayo kwetu ilikuwa tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, tulikusanyika katika viwanja vya Nyamagana kwa ajili ya sala ya Eid al-Adha. Katika hutuba ya Eid al-Adha tulielekeza kwamba kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Mufti, tuelezee amani umuhimu wake, tuwanasihi wa Tanzania kufahamu umuhimu na uzito wa amani ya nchi, umuhimu wa amani ya nchi. Lakini wakati nchi inaelekea kwenye uchaguzi, ni lazima nchi kuombewa dua sana, na kubwa zaidi kumwombea mkuu wa nchi ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hakika maelekezo haya tuliyatekeleza, na sisi viongozi wa mkoa wa Mwanza tuliona ni vema tuitikie kwa mikono miwili maelekezo ya Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania. Tumeamua kwa hiari zetu kujiwekea utaratibu wa saumu na kufanya visomo mbalimbali kwa lengo la kuomba dua maalum, na tulitangaza kwamba dua ziko nyingi katika Uislamu. Qur'ani ni dua, ziko dua zilizoelekezwa ndani ya Qur'ani, ziko dua zilizoelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziko dua zilizoelekezwa na salafuna salih, ulamai salihina, watu wema. Lakini ziko dua ambazo tunatumia tawassul, kutawasal kupitia kitu fulani au jambo fulani au tukio fulani. Sisi tuliamua tutawasal kwa kuwatamka na kuwataja Ahlul Badri al-Kiram, watu 313 waliosimama kuutetea na kuuhami Uislamu mpaka ukatufikia hata sisi wa Tanzania wana Mwanza. Hivyo basi tukatangaza tutafanya visomo vikubwa mkoa mzima, vituo vyetu, marakizi zetu, madrasa zetu, misikiti yetu, mashekhe zetu, kila mmoja kwa namna yake tutafanya dua maalum ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, tunafahamu kwamba rais anaombewa sana dua, lakini sio dua tu, anafanyiwa maombi sana, kwa sababu ni rais wa Tanzania. Anaombewa na Watanzania wote wenye imani ya Kiislamu na wasiokuwa na imani ya Kiislamu, wote wanamwombea kheri. Tukaona na sisi tuwe sehemu ya wale watakaoendelea kumwombea. Kwa hiyo tumeamua tumuombee, na hasa ukizingatia hapa katikati kuna mambo kidogo yamepita. Lengo letu ni kuendelea pia kumtia moyo rais wetu, kumtaka aendelee na shajaa alionayo, asimame akiwa rais wa jamhuri,
nakumbuka siku anaapishwa katika viwanja vya Mkapa Stadium pale Dar es Salaam, National Stadium, rais wetu alisema kwa maneno yake, na nukuu, aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunaendelea kumtia moyo, neno lake lile lisianguke chini. Na ukizingatia kwa sababu ni rais ambaye anatawala nchi ambayo inaofuata utawala wa sheria. Nchi ambayo ina mihimili mitatu, ina bunge, ina mahakama na ina serikali. Na yeye akiwa ndio mkuu wa serikali, anatakiwa kuendelea kusimamia sheria za nchi na kusimamia kwenye mamlaka yake bila hofu wala fadhaa. Ukweli ni kwamba uongozi una chaini yake. Ukisoma Qur'ani, ukitazama yale majina ya Mwenyezi Mungu 99, kuna eneo Mwenyezi Mungu anaitwa Halimu, mpole. Kuna eneo Mwenyezi Mungu anaitwa Latifu. Kuna eneo Mwenyezi Mungu anaitwa Rahimu. Lakini kuna eneo Mungu huyo huyo anaitwa Qaharu, mtenza nguvu. Anaitwa Jabbaru, mwenye misuli. Anaitwa Mudhillu. Sasa ukichukua hivyo, maana yake kiongozi yoyote asitazamwe katika sura moja, kwamba huyu ni mpole, hawezi kufanya maamuzi, hawezi kuamua. Hapana. Kiongozi ana hali zote na anaendana na watu wake kwa kadiri walivyo. Ni kama vitu tunavyofundishwa, hata watu wanatakiwa uishi nao kwa kadiri ya akili zao. Kwa rais wetu, nitumie nafasi kwanza kumpongeza kwa namna ambavyo ameendelea kusimama vizuri, lakini pia kuonyesha nchi hii haina double standard. Raia wote wako sawa chini ya sheria. Raia wote wako sawa chini ya sheria, na yeye ndio mkuu wa nchi, na kile anachokielekeza yeye kina wajibu wa kutiiwa na kufuatwa. Kwa hiyo sisi katika kumlinda rais wetu, tunajua serikali ya Tanzania ina ulinzi wa kutosha. Rais ana ulinzi wa kutosha na wala hatuna wasiwasi. Hatuna hofu juu ya ulinzi wake, juu ya usalama wake. Lakini hata hao vyombo vya ulinzi na usalama na wenyewe vinamtegemea Mungu. Kwa hiyo na sisi tutafanya dua hiyo kwa ajili ya kumongezea ulinzi rais wetu, na nia zetu ni kwamba yule mwenye nia kumvuruga basi avurugikiwe yeye. Kimsingi rais wa jamhuri, inapofika mahala akatokea mtu akavunja heshima yake, akamtukana, na wengine wamekwenda mbali zaidi kushambulia mpaka familia yake, labda mtoto wake au watoto zake au baba yake au mama yake, huu ni utovu wa nidhamu. Na kwa watu wote wenye akili wana wajibu wa kuulaani na kuupinga. Na sisi kama Watanzania wenye dini, watu wenye dini, iwe Christian iwe Muslim, ni wastaarabu. Kwa kuwa ni wastaarabu, tuna wajibu wa kukemea matendo mabaya. Tunazo taarifa baadhi ya vijana wanaingia ndani ya mitandao, vijana wa Kitanzania wanatukana, wakati mwingine wamechupa mipaka hata kushambulia viongozi wa dini. Na hasa ukizungumzia habari ya kueleza ule ukweli, vijana hao wanaweza kuwataki, wanaweza kutukana, wakaandika vibaya, lakini hatujali kwa sababu kile tunachokisimamia ni haki, madhali ni kweli, tunasimama nacho. Wito wangu ni kuwaomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na waalika rasmi siku ya Alhamisi tukusanyike katika viwanja vya Grand Hall. Tutakuwa na dua kubwa. Muda ni kuanzia saa 7 adhuhuri, yani baada dhuhuri mubashara tutaanza dua yetu. Itakuwa ni tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2025. Dhulhijja itakuwa 15 1446. Dua yetu itakuwa na nia nyingi. Nia ya kwanza ni kumwombea yeye rais, na kumwombea mtoto wake ambaye anatajwa, kuwaombea watoto wake, kuiombea familia yake. Tutamwombea saraha kabisa rais. Na dua zinazoendelea mpaka sasa zinazosomwa, surati Yasin tumeelekeza isomwe, laisa laha min dunillahi kashifa. Kuanzia Jumatatu leo tusome sana hiyo, laisa laha min dunillahi kashifa, mpaka siku ya dua. Lakini tusome sana salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, tusome sana hizo. Na yote haya tutakusanya kwa sababu ile al-Badr tumejiwekea namba. Tunataka zote zitakazosomwa katika vituo vyetu, maraki zetu, madrasa zetu zikusanye zifikie 1444. Kwa siku ile Alhamisi tutafanya tahtim, na mashekhe mbalimbali wamejitokeza watasoma dua hizo. Na katika siku hizi 4
Kila shekhe anakuja anasoma kwa nafasi yake anasoma, na nitumie nafasi kuwashukuru madhahabu zote za Kiislamu tunasoma, na hata ndugu zetu wasiokuwa Waislamu wamenihakikishia kwamba baadhi yao watahudhuria pale, kwa sababu tunayemwombea ni rais wa nchi. Lakini katika dua yetu hiyo tutaviombea vyombo vya ulinzi na usalama kwa yale yanayoendelea nchini. Hakuna anayeunga mkono, hata vyombo vyenyewe vya ulinzi na usalama vinahangaika. Tuna wajibu wa kuombea, na nitumie nafasi hii kukemea na kulaani vitendo vyovyote ambavyo vinaweza kuvunja heshima ya vyombo vyetu vya dola. Tukivunja vyombo vya dola, tukivivunjia vyombo vya dola heshima leo, tutarajie kwamba kuwa na vyombo visivyokuwa imara, kuwa na vyombo vilivyokata tamaa, jambo ambalo si jambo zuri. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa vijana wa Kiislamu, kwa vijana wa Kitanzania. Hakuna kitu kikubwa kama adabu, hakuna kitu kikubwa kama heshima, hakuna kitu kikubwa kama murua. Kwa hiyo niwasihi sana, ujana katika Uislamu umepewa heshima kubwa. Nakumbuka iko hadithi ya Mtume anasema wako watu aina 7 watapata kivuli cha Mungu siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake. Watu hao katika watu 7, mmoja ni shabu nashaa fi ibadati rabbih, ni kijana aliyekuwa katika malezi, katika kumwabudu Mungu, katika kumtii Mungu. Wito wangu ni kuwaomba tukusanyike siku hiyo ya Alhamisi tukiwa na saumu, na tumeelekeza kwa kuwa tunaenda kuombea amani nchi yetu. Tunashauri Waislamu watakaohudhuria pale, Wakristo watakaohudhuria, ikikupendeza na kama unayo, vaa kanzu nyeupe, vaa nguo nyeupe, kuonyesha tunachotaka ni amani. Na kwa wanawake tumewanasihi na kuwaomba waje wamevaa nguo nyeupe, wavae mitandio meupe, tuhudhurie pale Grand Hall tukiwa watu ambao tumekwenda kwa ajili ya kuombea nchi yetu kwa ujumla. Katika nia zetu tutauombea uchaguzi. Tunaombea uchaguzi uwe wa amani, kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi, hata baada ya uchaguzi. Tunaombea wasimamizi wa uchaguzi, wakati wa kusimamia, wakati wa kupiga kura, wakati wa kutangaza matokeo. Tunawaombea wale wote watakaoshiriki katika uchaguzi, waliogombea, watakaochagua, pale matokeo yatapotoka wote waweze kukubaliana na matokeo, kwa sababu uchaguzi wa Tanzania ni uchaguzi huru na uko wazi, kwa sababu huwa kuna mawakala, na wale mawakala huwa wanahesabu, huwa kuna fomu za kubandika pale. Tutauombea uchaguzi kwa utulivu kabisa. Lakini tutakiombea chama kinachotawala nchi hii ambacho kimetawala zaidi ya miaka 60. Amani imeendelea kuwepo Tanzania, hakuna uvunjifu wa amani. Tukiombea Mwenyezi Mungu akibarikie. Na kwa kuwa ni viongozi wa dini, tutaviombea vyama vyote vilivyoko nchini vilivyosajiliwa. Vyama vyote vilivyosajiliwa tutaviombea kheri na baraka katika kusaidiana na chama kilichoko madarakani, ili nchi yetu iendelee kutulia. Lakini pia tutaombea nchi kwa ujumla wake, idumu amani yake na idumu utulivu wake, bila kusahau kuombea mkoa wetu. Lakini tunapomwombea rais kwa ujumla, tutaombea wasaidizi wake. Tunamwombea makamu wake wa rais Daktari Mpango, tutamwombea waziri mkuu Kassim Majaliwa, tutamwombea naibu waziri mkuu Doto Mashaka Biteko, lakini tunaliombea bunge, tutaombea mahakama. Tunafanya hivi kwa sababu tunataka nchi yetu ina mihimili mitatu: serikali, bunge na mahakama. Imani yangu ni kwamba bunge, mahakama na serikali vyote tunaviomba na kuvinasihi viendelee kusimama pamoja katika kuhakikisha amani ya nchi inakuwepo. Bunge lisimame kuhakikisha amani inakuwepo, mahakama isimame kuhakikisha amani inakuwepo, serikali isimame kuhakikisha amani inakuwepo. Wasitofautiane, ikawa serikali inasimamia hili, bunge inasimamia lile, mahakama inasimamia hili. Kila moja ifuate utaratibu wake, sheria zake. Lakini tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atuepushe na maadui wa ndani na nje ya nchi. Wako watu wanaotutakia mabaya, wako watu hawaitakii mema nchi yetu. Ni Tanzania peke yake imebaki kama ulimi. Nchi zote zilizozunguka na baadhi ya nchi nyingi duniani zina fujo, sisi bado tumetulia. Kwa hiyo wito wangu ni kuwanasihi wa Tanzania, tujitokeze bila kujali imani. Tujitokeze siku ya Alhamisi tarehe 12 kwa ajili ya dua hiyo, na tunakaribisha mtu mwenye imani yoyote ahudhurie, afike pale, tumwombe Mwenyezi Mungu. Nia zetu tutajiombea sisi wenyewe, mtu mmoja mmoja, tutajiombea kwa shida zako, kwa haja zako. Ni dua kubwa za aina yake, na ukumbuke kwa kalenda yetu ya Kiislamu tumo ndani ya mwezi wa 12. Kwa hiyo tunaiomba dua hii ndani ya Dhulhijja, miongoni mwa miezi minne ile mitukufu. Nitumie nafasi hii kuandaa Waislamu pia, mwaka mpya wa Kiislamu unakuja, na ambao ni mwezi ujao Muharram, tujiandae nao. Lakini muhimu tufahamu siku ya Alhamisi tarehe 12 mwezi wa 6, rasmi na waalika, rasmi na watangazia, rasmi na wakaribisha sote
Tumealika watu kada zote, taasisi zote, mashirika, tumewaalika wahudhurie katika dua hiyo, kwa sababu mchakato wa dua unaendelea wilayani, kwenye kata, misikitini, kwa mtu mmoja mmoja, dua za kumwombea rais, kuiombea nchi, kuombea uchaguzi na kuombea ile mambo yote yatakayofanya nchi yetu iendelee kutulia. Mwisho ni kuendelea kuwanasihi wa Tanzania kwa ujumla wao kwamba tuna wajibu wa kulinda heshima ya rais wetu, tuna wajibu wa kulinda heshima ya nchi yetu. Namuomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo, atukinge na moto. BAKWATA mpya, jitambue, badilika, acha mazoea.